BMP TV Professional Update. Umeamkaje ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo? Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Olua nikikuletea taarifa kamili kwa muda usogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi kutoka hapa BMP TV online. Leo tarehe 22 Oktoba 2025 tunakujuza matukio muhimu yaliyojiri ndani na nje ya taifa, huku tukijikita zaidi katika masuala usalama, diplomasia na amani katika eneo la Maziwa Makuu. Shukrani za pekee ziende kwa wazalendo wote wanatuandikia, wanaotoa taarifa na wanaendelea kueneza sauti ya amani, umoja na maendeleo ya taifa letu. Endelea kuwa nasi kwa sababu habari kamili zinaanza hivi karibuni. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Wananchi wa Nyangezi kusini mwa mji wa Bukavu waombwa kubaki majumbani mwao kufuatia milio mikubwa ya risasi inayoendelea kusikika katika maeneo kadhaa. Wito umetolewa kwa wakazi kulinda watoto na kuepuka shughuli zote za nje kutokana na hali tete ya usalama. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Katika taarifa mpya iliyotolewa mapema leo kutoka eneo la Nyangezi kusini mwa Bukavu, hali ya usalama imeripotiwa kuwa ya wasiwasi mkubwa baada ya milio mikubwa ya risasi kusikika katika maeneo mbalimbali ya vijiji vinavyozunguka mji huo. Wakazi wamehimizwa kwa nguvu zote kubaki majumbani mwao, kuepuka matembezi yasiyo ya lazima na kuhakikisha usalama wa watoto wao kutokana na hali inaendelea kuwa tete. Mashahidi wamesema kuwa milio hiyo ya risasi inasikika kutoka pande kadhaa, jambo linaloashiria uwepo wa mapambano kati ya vikosi vya usalama na makundi yenye silaha katika eneo hilo. Wakati huo mitaa ya Bukavu imeingia katika hali ya taharuki, shughuli nyingi zikiwa zimesimama, maduka yamefungwa na wananchi wakiendelea kufuatilia matukio haya kwa hofu na tahadhari. Miongoni mwa wito uliosambazwa kupitia mitandao ya kijamii, wananchi wa Nyangezi wameombwa kutoshughulika na shughuli yoyote leo na kubaki ndani ya nyumba zao mpaka hali itakapokuwa shwari. Ujumbe huo unaonya kuwa hewa iko mubaya, ishara ya tahadhari kuhusu uwepo hatari kubwa ya kiusalama katika maeneo kadhaa ya Nyangezi na Bukavu kwa ujumla. Katika sehemu nyingine ujumbe huo, viongozi wa mitaa na wanaharakati wa eneo hilo wamesisitiza umuhimu wa kuwa makini, uangalifu na tayari kuwapokea wapiganaji wa wazalendo wanaodaiwa kuwasili rasmi katika siku chache zijazo. Taarifa hiyo imebua mijadala mikubwa miongoni mwa wakazi, baadhi wakipokea kwa matumaini makubwa ya kurejesha kwa usalama, huku wengine wakionyesha wasiwasi juu ya hatima ya raia wa kawaida endapo mapigano yataendelea. Taarifa rasmi kutoka kwa jeshi la serikali bado haijatolewa kufafanua hali halisi ya kijeshi katika eneo hilo, ingawa chanzo kimoja cha kiusalama kimeeleza kwa siri kwamba vikosi vipo kazini kuhakikisha usalama wa raia na kudhibiti hali kabla haijaharibika zaidi. Wakati huo huo, mitandao ya kijamii imefurika taarifa na matangazo kutoka ukurasa wa Facebook wa Wazalendo Sud Kivu, wakitangaza kuwa wako live kujibu maswali ya wananchi kuhusu hali ya usalama na mwelekeo wa mpambano katika maeneo ya kusini mwa Bukavu. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, hali hii ni kiashirio cha kuzidi kuongezeka kwa mvutano kati ya vikundi vya kijeshi vya wazalendo na wapiganaji wa uasi katika maeneo ya Kivu Kusini, hali inayozidisha hofu ya kurudi kwa mapigano makali kama ilivyoshuhudiwa miezi michache iliyopita katika maeneo ya Kale na Walungu. Wananchi wametakia kutulia, kufuatilia taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka na kuepuka kusambaza habari zisizothibitishwa ambazo zinaweza kuongeza taharuki. Serikali ya mkoa inatarajiwa kutoa tamko rasmi muda wote kuanzia sasa kuhusu hatua zitakazochukuliwa kurejesha utulivu.
Kwa sasa mji wa Bukavu uko chini ya uangalizi mkubwa wa kijeshi, huku wakazi wake wakibaki ndani wakiwa na matumaini kwamba amani itarejea upesi. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, tunahitimisha taarifa yetu kutoka Nyengezi. Taarifa hii inakuja wakati hali ya usalama katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuzorota, huku mashirika ya kiraia yakisisitiza umuhimu wa mazungumzo, mshikamano wa kitaifa na ulinzi wa raia. Wakati huo, vyombo vya habari na asasi za kijamii vinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa operesheni za kijeshi na athari zake kwa wananchi wa kawaida. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye ukweli zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua. Tukutane baadaye panapo majaliwa. BMP TV Professional Update.